Katika sherehe za kuapishwa Rais Samia Suluhu Hassan tarehe 3 mwezi 11 2025 amekiri kutokea mauaji ya raia katika uchaguzi mkuu wa Tanzania mwaka huu. Viongozi wa kanisa Tanzania wamekiri kufanyika mauaji hayo. Waislamu wenye macho ulul albab Tanzania pia wamekiri kufanyika mauaji hayo. Vile waangalizi wa uchaguzi wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, Umoja wa Afrika AU na Umoja wa Ulaya EU wamekiri kutokea mauaji ya raia katika uchaguzi huo. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania na sheria za kimataifa, waliouliwa ni watu wasiokuwa na hatia, innocent, mpaka pale mahakama itakapothibitisha makosa yao. Kwa muktadha huo, moja, tunalaani vikali mauaji ya watu wasio na hatia waliouliwa katika uchaguzi mkuu 2025. Mbili, kwa huzuni kubwa tunatoa rambirambi kwa familia na ndugu wote wa raia na wengine waliopoteza maisha katika mashambulizi na ukatili uliofanyika katika kipindi cha uchaguzi. Tatu, tunasimama kwa mshikamano na ndugu wa marehemu katika kipindi hiki cha majonzi makubwa. Nne, mioyo yetu imejaa huzuni lakini pia imesheheni matumaini makubwa kwamba haki, amani, utu na ubinadamu vitarejea Tanzania. Tano, tunalani uharibifu wa mali za raia wasiokuwa na hatia katika uchaguzi huo. Tunashauri viongozi wa dini, viongozi wa stafu wa serikali na taasisi za haki za binadamu waombe kukutanisha serikali ya CCM na wapinzani wake kujadili mustakabali wa taifa. Nane, tunashauri serikali ya CCM itoe haki kwa Watanzania kuandika katiba mpya ya taifa lao. Tisa, kwa sauti kubwa kabisa tunakataa kupongeza uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani uliofanyika Tanzania mwaka huu. 10, tunamwomba Mwenyezi Mungu abariki taifa letu la Tanzania lifikie katika uhuru, mshikamano na amani ya kweli. Swala la kwanza, swala la maridhiano. Kwanza sisi tumeonyesha kwenye tamko letu, sisi tumependekeza hivi kwamba watokee watu, viongozi wa dini na wastaafu wa serikali, wale waadilifu, watu wa haki za binadamu, waombe pande mbili, serikali na wale wapinzani wake wakutane. Yaani tunazungumzia third party, kwamba yafanyike lakini iwe kuna third party, kwamba hiyo ndio nzuri, ndio mtazamo wetu sisi tulionao. Lakini kwenye swala la maridhiano sasa, ile aliyozungumza rais, yani mimi sioni kama kuna dhamira ya kweli ya maridhiano kwa jinsi nilivyosikia ule hotuba, kwa sababu yani rais katika mazungumzo yake yani amepongeza na kusifia sababu zile ambazo zilipelekea yale mambo yalitokea tarehe 29 yafanyike. Yalitokea tarehe 29, watu waliingia kwenye maandamano, ni kwamba wanapinga mfumo wa uchaguzi uliopo Tanzania, ndio wakaingia barabarani, ndio sababu kubwa maana yake. Na rais amesimama jana anapongeza tume, kwa maana kwamba anapongeza kwamba ule mfumo wa uchaguzi uliopo Tanzania ni ule. Kwa maana hiyo ni kwamba anatangaza kwamba yani tusitarajie mabadiliko yote katika jambo kama hili. Ukitangaza kwamba hutarajii mabadiliko yote katika mfumo wa uchaguzi, maana yake ni kwamba unatangaza yani kuendelea na mapambano, kwa sababu hiyo ndio ilipelekea watu 29 wakaingia. Lakini rais kasimama anapongeza kwamba uchaguzi, akiwa anaonyesha kwamba uchaguzi uko vizuri, tume ya uhuru uko vizuri, ambapo hilo ndio tatizo kubwa sasa hivi linalokabili wa Tanzania, mpaka wanagawanyika. Maana yake kwamba kuna tatizo la mfumo wa uchaguzi, na kwa bahati nzuri hilo jambo liko dhahiri kabisa. Bahati nzuri mimi mwenyewe nimeshiriki kwenye uchaguzi, mpaka leo ninapokueleza sasa hivi sijui yani mimi kama nimeshindwa au nimeshinda. Hii tafsiri yake ni kwamba yani ina maana kwamba Chama cha Mapinduzi hakiko tayari kuona kwamba yani wananchi wanaweza kupata viongozi wanaotaka kwa ridhaa yao, na watu wengine pia kuingia kwenye fikra ya namna hii itaiangamiza nchi. Na rais jana nimepongeza, anasema hii ana maana kwamba uchaguzi unaoendelea sasa hivi chini ya hii tume ya uchaguzi kwamba ni jambo zuri. Kwa hiyo mimi nasema kwamba sioni kama kulikuwa kuna dhamira ya kweli, kwa sababu dhamira kweli ni lazima tukubali kwamba kuna tatizo. Yani kwanza ni lazima tukubali kwamba kuna tatizo, then tukae sasa tuliangalie tatizo. Ndio ambavyo inavyokwenda. Kwa hivyo mimi sioni kama kweli kile alichozungumza cha maridhiano kwamba kina dhamira kweli. Maridhiano ni lazima kwanza muangalie matatizo yakoje, afu mkae pamoja muweze kuangalia ya matatizo na muweze mkatatua. Lakini pia katika ile alichozungumza jana, swala la kuunda tume, haya ndio mambo yanalalamikiwa muda wote.
na ndio utamaduni wa serikali yetu sasa hivi. Inasababisha matatizo, alafu yenyewe inajitokeza kama yenyewe ndio inaweza kutatua yale matatizo. Utasemaje kwamba serikali iunde tume ya uchunguzi na BAKWATA? Sisi bahati nzuri tumeweka tamko zuri sana katika Qur'ani. Katika Qur'ani al-Karim Mwenyezi Mungu anasema hivi, anasema ikiwa mtatofautiana, Mwenyezi Mungu anasema rejeeni katika Qur'an, rejeeni katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu, mtapata ufumbuzi kama mmetofautiana. Mwenyezi Mungu anasema mkirejea katika Qur'an, mkirejea katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu, mnapata ufumbuzi. Ndio maana sisi katika tamko letu limejaa aya nyingi sana za Qur'an. Tamko hili limejaa hadithi za wazi kabisa za Qur'an, na sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza kupinga kwamba wizi wa kura ni makosa makubwa. Sidhani, sababu Qur'ani haina kitu ambacho haizungumzii, kila kitu inazungumzia. Sidhani kama Qur'an kwenye mtu yuko Muislamu anaweza kupinga kwamba mauaji ni jambo baya sana. Tena hadithi ya Mtume imesema kwamba kumuua mtu aliyokuwa chini ya mwangalizi, yani yuko chini ya ulinzi, yani sema mtu anayefanya hivyo, hadithi ya Mtume anasema mtu akafanya hivyo, harufu ya pepo hatoisikia. Kwa hivyo mimi nadhani hatuwezi kutofautiana, kwa sababu sisi tumeweka shura mamamu kwenye tamko letu, tumeweka aya za Qur'an ambazo ni aya ambazo Muislamu yote yule analazimika kuzinani kwenda, lakini kubwa zaidi ni ukweli, si ndio? Lazima tutafute ukweli. Sisi haya tuliyozungumza ni kweli kabisa. Sawa. Kwanza niseme kwamba mimi katika watu waliohudhuria wakati wa sheria ya uchaguzi ilipokuwa inapitishwa, nilialikwa kule Dodoma mwaka ule. Katika eneo nililosema ni hilo, yani tulipokuwa tunachangia, tuliwaeleza kwamba yani swala la elimu ya uraia ni swala ambalo haliwezi kufanywa na mamlaka, sababu elimu ya uraia maana yake ni kwenda kuwaelimisha watu. Serikali haiwezi kutosheleza kwenda kuwaelimisha watu ili watu waweze kuelewa mambo afu ikawazuia, lakini pia tukawaeleza kwamba hiyo ni haki ya watu wa dini. Yani sisi hatuwezi kuacha kuwaelimisha watu wetu eti kwa sababu mpaka tupate kibali kutoka serikalini. Na huo msimamo sisi tuliuelewa zazi na nabakia nao mpaka leo. Yani sisi tupewe kibali, tusipewe kibali, sisi tutakwenda kuangalia uchaguzi. Hilo jambo tumelifanya sisi kabla ya sheria haijapita. Yani kabla ya sheria ya uchaguzi haijapitishwa, hii mambo ya kuobserve, kupeleka waangalizi tulikuwa tunapeleka, na kuna kipindi tulikuwa tunapewa vibali na serikali. Hilo la kwanza. La pili, kupoteza sifa. Kupoteza sifa, sisi tunaweza kupoteza sifa kwa maana hiyo kisheria, lakini yale tuliyozungumza hayawezi kupoteza sifa, sababu yale tunazungumza ni kweli. Ni kwa mfano wewe umemwona mtu anauawa pale, sasa huwezi kupoteza sifa kwa sababu wewe sio polisi. Maana polisi ndio anapaswa kumkamata mtu anayeua, lakini haipotezi ule ukweli kwamba ulimuona mtu anauawa na uliona jinsi mtu anavyouawa. Kwa hivyo sisi tunachoamini kwamba kile tulichokiona kilikuwa ni sahihi, na kwa bahati nzuri kimefanana na kile ambacho walichokizungumza wale waangalizi waliokuwa na vibali, kama vile waangalizi wa SADC na waangalizi wa African Union na waangalizi wa European Union. Kwa hivyo utaona cha shura ya mamamu na zile taasisi kubwa tumekuwa tuko sawa sawa. Kwa maana hiyo bado kile tulichokiangalia kimebaki na thamani na hadhi, na sidhani kama mtu ambaye ni mweledi unaweza ukapuuza information kwa sababu ya kumwangalia mtu. Yani mtu anakupa taarifa badala ya kuzingatia ule ukweli wa ile taarifa, alafu unamtazama yule mtu kwamba huyu bwana sio mwandishi wa habari, huyu bwana sio mtu sidhani kama mtu mwenye busara anafanya hivyo. Kwa hiyo tulichokuzungumza sisi kina hadhi kubwa na kina thamani ile, na sisi tunaendelea kufanya kazi hii ya kuangalia masuala ya uchaguzi, na tutaendelea kufanya bila kuzingatia kwamba tuna kibali cha serikali au hatuna kibali cha serikali.